Naitwa Juma Omar Sharif almaarufu Al-Kasus. Ni katika mwendelezo wa kuelimishana, kukumbushana katika masuala mbalimbali ya kijamii. Leo nipo hapa kuzungumzia juu ya kuruhusiwa kuendelea kwa mikutano ya vyama vya kisiasa. Zuio kusitishwa ilitokea kabla ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 kwa ajili ya maslahi ya nchi, na aliyositisha kwa muda ni waziri wa mambo ya ndani. Yeye kama ni waziri wa usalama wa mambo ya ndani aliweza kuzuia kusitisha kwa muda, kwa sababu dalili ilikuwa ikionyesha, viashiria vilikuwa vinaonyesha wazi wazi kwamba patapotokea mchafuko wa amani katika nchi. Waziri akiwa kama ana mamlaka hayo akaweza kusitisha. Sasa baadhi ya wanasiasa wakatumia propaganda kutuongopea. Maneno mengi walizungumza, lakini waziri ana mamlaka. Endapo akigundua kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, anaweza akazuia. Kwa hiyo wananchi wenzangu, tusikubali kupotoshwa na watu wasioitakia mema nchi yetu, kwa sababu hii nchi ni nchi yetu, inaongozwa kwa mujibu wa sheria na katiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977 imeruhusu mikutano, lakini mikutano yote itakayofuata sheria, japokuwa imeruhusiwa, lakini lazima ifuate sheria na amani na utulivu iwepo kwenye mikutano. Lakini endapo amani na utulivu ikakosekana, mikutano inaweza ikazuiwa. Kwa hiyo waziri wa mambo ya ndani hakuvunja katiba, bali alisimamia katiba na aliapa bungeni kwamba atasimamia na atatetea katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kwa hiyo ameilinda na akaitetea, kwa maana kuzuia kusitisha kwa muda kipindi kile cha tarehe 7 mwezi wa 7 2026. Kuna watu wanaeleza uvumi kwamba watafanya vurugu, watafanya maandamano. Ili kuepusha lile, waziri wa mambo ndani akazuia, akasitisha kwa muda. Leo hali imetulia, hali shwari, na akaruhusu iendelee mikutano ya kisiasa. Anaamini mikutano ya kisiasa ni mizuri, inajenga siasa, vyama vinajengeka, vinakuwa na uhai. Lakini baadhi ya wanasiasa wanatumia mikutano ile kuchafua serikali, kuongea uongo juu ya serikali. Kwa hiyo tuwe makini sana wananchi. Sina mengi. Juma Omar Sharif.